Karibu mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizokusanyia usiku huu ni pamoja na polisi yamshikilia mkazi wa Bupumula kwa kujenga nyumba yenye handaki. Kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali kugharamia matibabu ya waliojeruhiwa katika ghasia za uchaguzi Oktoba 29, 2025. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba atoa maelekezo ya kufutwa kwa nafasi za naibu meya na makamu mwenyekiti wa halmashauri. Kwa habari za biashara na uchumi, tumbaku yachangia dola bilioni 1.2 kwenye uchumi wa Tanzania. Na katika habari za michezo na burudani, kocha Bakari Shime aita kikosi cha wachezaji 27 wa Tanzania Queens kwa ajili ya mechi dhidi ya Cameroon ya kufuzu kucheza kombe la dunia. Na Irani yajiweka mguu sawa kushiriki michuano ya fainali za kombe la dunia mwaka 2026. Na mtazamaji, unaweza pia kufuatilia matangazo yetu kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwepo Facebook, YouTube na kwa kuandika neno habari Star TV. Mimi ni Bernard James. Karibu na tuwe sote. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaweka utaratibu wa kugharamia matibabu ya majeruhi wa ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025 ambapo bado wanahitaji huduma za matibabu. Tupate taarifa zaidi. Rais Samia amesema pia serikali itagharamikia vifaa saidizi pamoja na viungo bandia kwa wale waliopata ulemavu wa kudumu ili kuwawezesha kumudu mazingira yao ya kila siku. Amebainisha hayo mara baada ya kupokea ripoti ya Tume ya Rais ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 Ikulu jijini Dar es Salaam. Ni serikali itaweka utaratibu wa kugharamia matibabu ya majeruhi wa ghasia ambao bado wanahitaji matibabu. Vile vile itagharamia vifaa saidizi na viungo bandia kwa waliopata ulemavu wa kudumu ili waweze kuyamudu mazingira yao ya kila siku. Rais Samia amesema serikali itaunda chombo maalum cha upelelezi kwa ajili ya kuchunguza waliochochea ghasia za Oktoba 2025. Ripoti ile au chombo kile kitaangalia masuala yaliyobainishwa na kubaini waliohusika katika kupanga, kuratibu na kufadhili matukio ya ghasia au vurugu. Mwenyekiti wa tume ya kuchunguza matukio yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025, Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman amesema matukio hayo ya uvunjifu wa amani yalisababisha vifo vya Watanzania 518 huku ikitoa mapendekezo kadhaa ikiwemo kutengwa siku ya maombolezo ya kitaifa ya kuwakumbuka waliofariki na polisi kuimarisha uhusiano wao na jamii. Serikali imarisha usalama, ulinzi na ufuatiliaji katika maeneo ya mipaka hasa yenye vipenyo vingi ili kuzuia uharibifu na uingiaji nchini kiholela. 4. Serikali imarisha ulinzi shirikishi kupitia mamlaka ya serikali za mitaa kwa shirikisha wananchi ikiwa ni pamoja na kurejesha mifumo ya nyumba kumi kisheria. Hatua hii itasaidia kubaini viashiria vya uhalifu na kuchukua hatua stahiki kwa wakati. Mathalan, ushahidi ulibaini kuwekwa kwa nyumba mbalimbali kwenye makazi ya watu zilizotumika kama makambi ya kuwahifadhi vijana walikuwa wanaandaliwa kwa kupatiwa mafunzo kwa ajili ya kufanya ghasia. Aidha, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameahidi kukamilisha suala la mabadiliko ya katiba kama alivyoahidi katika kipindi cha pili cha awamu ya 6 ya uongozi wake, akibainisha kuwa ni miongoni mwa vipaumbele vilivyoainishwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Amesisitiza kuwa katiba mpya ni ajenda muhimu kwa taifa na kwamba mchakato huo utafanyika kwa kuzingatia maslahi ya Watanzania. Rais Samia pia amesema ndani ya siku au wiki chache zijazo serikali yake itaunda tume ya maridhiano na mwafaka wa kitaifa ikijumuisha wadau wote muhimu.
amesema tume hiyo itasimamia na kuongoza majadiliano na maridhiano katika nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi ili kuponya majeraha na migawanyiko iliyopo na kurejesha umoja na mshikamano wa kitaifa. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Uchambuzi wa ripoti hiyo basi tutaufanya hapo kesho katika kipindi cha Tuongee Asubuhi saa 1 kamili moja kwa moja. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa maelekezo ya kufutwa kwa nafasi za naibu meya na makamu mwenyekiti halmashauri ili kurahisisha utendaji kazi na kupunguza migogoro isiyo ya lazima. Taarifa zaidi na Beatrice Gerard. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu ametoa agizo hilo wakati akifungua mkutano maalum wa uchaguzi wa viongozi wa Jumuiya ya Serikali za Mitaa ALAT na kusisitiza kuwapo kwa uchaguzi wa kila mwaka kwa nafasi ya naibu meya na makamu mwenyekiti kumekuwa kukichochea migogoro. Na washauri ikiwezekana muondokane na utaratibu wa kuchagua makamu wenye viti, makamu meya, wale makamu kila mwaka natengeneza migawanyiko. Kila anaposhindwa mmoja anakuwa na grupu lake anapambana na aliyeshinda. Jambo hili limeletwa ofisini kwangu. Sasa hivi nishamuelekeza waziri wa TAMISEMI kama ni sheria amwandikie mwanasheria mkuu jambo hilo libadilishwe, kama ni kanuni iandikwe, kama iko kwenye mamlaka yenu kikao hiki mlifute. Kwa upande wake waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amewataka wastahiki meya na wenye viti wa halmashauri nchini kutimiza wajibu waliopewa na wananchi na kutunza imani waliopewa. Niwapongeze sana wastahiki mameya, wenye viti wa halmashauri kwa kuchaguliwa kwanza kuwa madiwani kwenye kata zenu ambazo mmetoka huko. Tunawashukuru sana na ninawapongeza sana kwa kuaminiwa. Naomba mlinde imani hii mliopewa na wananchi. Naye mkurugenzi wa uhusiano wa uwekezaji, uendelezaji na mawasiliano NMB, Innocent Yonazi, amebainisha mchango wao katika kufanikisha mkutano huo na kuahidi ushirikiano. Tunaendelea kuwa benki bora na benki imara, benki ambayo inazingatia tija kwa wadau wote. Tumeendelea kutoa tija kwa wadau. Ukiangalia katika masuala ya ujumuikaji kwa jamii, tumeweza kutoa zaidi ya shilingi bilioni 24 katika kipindi hiki kifupi cha miaka 5, lakini katika kodi tumetoa zaidi ya shilingi trilioni 2.7 ambazo zote zimekwenda katika TRA, na hivyo kuitambua benki ya NMB kama mlipa kodi mkubwa, lakini pia mlipa kodi bora nchini Tanzania. Mkutano huu mkuu wa ALAT umeongozwa na ajenda mbalimbali ikiwemo ile ya uchaguzi. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Polisi mkoani Mwanza inamshikilia Evans Ndeka kwa tuhuma za kuchimba mahandaki 6 na kufanya ujenzi wa nyumba itakayokuwa na vyumba 15 katika mtaa wa Bupumula, kata ya Nyamhongolo, wilayani Ilemela mkoani Mwanza bila kufuata utaratibu wa kisheria. Tupate taarifa hii. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Willibrod Mtafungwa, ameongoza askari katika ukaguzi wa nyumba hiyo inayoendelea kujengwa katika mtaa wa Bupumula, kata ya Nyamhongolo, wilaya Ilemela mkoa wa Mwanza. Kumshikilia bwana huyu na tumekuta ujenzi ukiendelea hapa na mafundi kadhaa wamekamatwa. Tumeweza kumkamata yeye Evans Ndeka Bisesago akiwa na hawa ni vibarua ambao alikuwa akisaidizana nao katika shughuli za ujenzi hapa. Mmoja anaitwa Ngasa Kasuka, watatu anaitwa Amadi Juma Kashinje, na mafundi wengine ambao amekuwa akishirikiana nao katika ujenzi huu wote wanatafutwa. Mtafungwa amesema baada ya kufanya ukaguzi wamebaini ujenzi huo kuendelea bila vibali kutoka kwa mamlaka za serikali zinazohusika na kutokuwa salama kwa mafundi kutokana na mahandaki hayo. Wamebaini kwamba ujenzi huu ulianza mwaka 2022. Lakini jengo lina vyumba 15, alivyo design litakuwa na vyumba 15 kwa juu. Lakini chini bwana huyu ameweza kutengeneza mahandaki. Kuna jumla ya mahandaki 6. Lakini katika hali ya kushangaza mahandaki haya 6
yamekuwa yakijengwa kwa siri kubwa sana, na ujenzi wake umekuwa ukifanyika wakati wa usiku. Diwani wa kata ya Nyamuhongolo Safia Mkama na mwenyekiti wa mtaa wa Bupumula Michael Martin na mmoja wa wakazi wa mtaa huo ambao wameshuhudia tukio hilo wameshukuru polisi kwa hatua walizochukua. Tunatakiwa tu wafuate taratibu za sheria. Unapoanza kujenga kitu lazima kwanza wewe na uende ukatafute taratibu unaotakiwa. Sasa hicho swali kilitupa sasa wasiwasi, kuna nini? Anaandaa nini humu? Na baada ya hapo sasa kweli tushukuru jeshi la polisi linafanya kazi yake ambayo iliyotukuka. Huu ujenzi unahatarisha hata maisha ya majirani. Ana iliandaki ikitokea kwamba limeshuka halafu na hili shimo, haya mazingira tuna watoto wanaweza wakadumbukia. Polisi mkoa wa Mwanza imeendelea kuwaomba wananchi kutoa taarifa sahihi za uhalifu na wahalifu kama walivyofanya katika ujenzi wa nyumba hiyo yenye handaki ili waweze kukamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Haya, serikali imeahidi kuendelea kuboresha vyuo ambavyo vinatoa taaluma ya wataalamu wa usingizi na ganzi salama ili kupata wataalamu wengi ambao wataisaidia jamii katika kulinda na kuokoa maisha ya wananchi, hususani mama na mtoto. Blaya Moses ana taarifa zaidi. Ahadi hiyo ya serikali imetolewa jijini Dodoma na naibu waziri wa afya Daktari Florence Samizi katika ufunguzi wa kongamano la 4 la chama cha wataalamu wa dawa za usingizi na ganzi TANPA. Kama mlivyopendekeza, kuanzia ngazi ya cheti kwa kuhakikisha mafunzo yanatolewa kwa muda wa mwaka mmoja na si chini ya hapo. Serikali itahakikisha mchakato wa kuanzisha kwa stashahada ya taaluma ya dawa ya usingizi na ganzi katika vyuo vyote unakamilishwa na kuanza ili kutoa fursa kwa watu wengi wanaohitaji waweze kupata nafasi ya kusoma, lakini pia kukabiliana na upungufu wa wataalamu. Serikali tulifanikiwa kuanzisha utoaji wa shahada ya taaluma ya dawa usingizi na ganzi kwa upande wa wauguzi katika chuo kikuu cha Muhimbili. Nichukue fursa hii kuagiza vyuo vyote vya kanda vya kuanzisha kozi hii ya shahada ili kuendana na uhitaji wa wataaluma. Awali akisoma risala ya chama hicho, rais wa chama cha wataalamu wa usingizi na ganzi TANPA Tulia Mahemba ameeleza baadhi ya changamoto zinazowakabili katika utekelezaji wa majukumu yao. Ni upungufu wa wataalamu wa usingizi na ganzi nchini. Licha ya upungufu mkubwa wa wataaluma hawa, bado yapo maeneo katika sehemu zetu baadhi ya viongozi kuwaondoa watoa huduma na dawa za usingizi katika maeneo yao na kupangiwa majukumu mengine wodini, hali inayopelekea kufanya majukumu yao kuwafanya wasifanye majukumu yao waliosomea, kutokulipwa posho za muda wa masaa ya ziada kazini na zamu za usiku kadri ya utendaji wa kazi. Kwa mfano, katika siku 30 za zamu mtaalamu analipwa siku 7, hali inayokatisha tamaa. Nao baadhi ya wataalamu wa dawa za usingizi na ganzi waliohudhuria kongamano hilo wameeleza matarajio yao baada ya kongamano hilo. Hamasa na chachu kwenda kuifanya kazi vizuri, kwa sababu tulikuwa na vikwazo vingi sana hapo mwanzo, na kikwazo kilikuwa ni hicho cha watu wetu ambao ni madaktari watabibu ambao ni AMOS na CO ambao walikuwa hawapati nafasi ya kwenda kusoma, lakini leo hii tamko limetoka kwamba litafanyiwa kazi na lipo jikoni linafanyiwa kazi. Wanaenda kuongeza jitihada ya kuwawezesha wataalamu wa kutoa dawa za usingizi na ganzi kwa kuwapatia baadhi ya posho ambazo walizokuwa hawapati. Kutoka jijini Dodoma, Blaya Moses, Star TV. Serikali imeendelea kuboresha miundombinu ikiwemo ujenzi wa geti la Mamire magharibi mwa hifadhi ya taifa ya Tarangire, shabaha kuu ikiwa ni kutanua wigo kuwahudumia wageni, kuimarisha shughuli za uhifadhi na utalii kupitia hifadhi hiyo. Beatrice Gerard anarejea tena. Akizungumza katika ufunguzi wa lango hilo, kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi na mkuu wa kanda ya Kaskazini Beatrice Kesi amesema ni fursa ya wananchi na wadau wa utalii kuanza kutumia lango hilo
ili kuchagiza shughuli za kiuchumi kutokana na idadi kubwa ya wageni wanaotumia eneo hilo. Tunaona lango hili litakuwa chachu kubwa kabisa la kukuza utalii ukanda huu. Kwa hiyo tunawakaribisha wadau wetu wote wa utalii waweze kulitumia lango hili, lakini pia tunaona lango hili mbali na kukuza utalii lina mchango mkubwa sana kwenye uchumi hasa wa ukanda huu. Hili gate halina limit. Tunaweza tukahudumia wageni hata 2000 kwa siku kupita tu hapa. Kwa hiyo halina limit kwa sababu tuna maeneo mengi, madirisha mengi ambayo kadri idadi ya wageni watakavyoongezeka, sisi tunaongeza vitendea kazi kwa maana ya kompyuta na pamoja na watumishi. Kwa upande wake, kamishna msaidizi Daktari Tutendaga George ambaye ni mkuu wa hifadhi ya Tarangire na mhandisi wa mradi huo wanasema kuanza kutumika kwa geti hilo kutapunguza umbali kwa watalii wa kanda ya kati na wale wanaotoka mikoa ya Dar es Salaam na Morogoro. Lango hili linaenda kuwa kiunganishi muhimu ambacho hakijawahi kuwepo awali baina ya mikoa ya kanda ya kati na mikoa ya kaskazini. Sasa hivi watalii wataweza kuunganisha safari zao za kitalii kutokea jiji la Dodoma, Singida kuja Manyara. Mradi wetu umekamilika kwa 100% na tayari tumekwisha kabidhi kwa client ambao ni Tanapa National Park. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Mamire na baadhi ya wadau wa utalii wanaeleza jinsi ujenzi wa lango hilo utakavyoongeza mnyororo wa thamani katika bidhaa zao. Geti hili lina manufaa makubwa kwa jamii ya kata ya Mamire, hususan vijana, ambapo mpaka sasa vijana 5 wamepata ajira kwenye eneo hili la geti. Opening of the Mamire gate is going to make a big difference to all of us because it is going to make tourism practices of getting permits. Nimepata ajira, nashukuru sana. Nyuma yangu ni geti la Mamire ambalo leo mtalii wa kwanza amepata kibali cha kuingia na kufanya utalii ndani ya hifadhi hili, ikiwa limegharimu zaidi ya shilingi bilioni 3.9, pesa ambayo imetolewa kwa ajili ya maboresho ya eneo hili, lakini nyumba za wafanyakazi pamoja na vyoo. Naitwa Beatrice Gerard, Star TV, Manyara. Vijana nchini wametakiwa kuchangamkia fursa ambazo wanapatiwa na wadau mbalimbali wa maendeleo ili kujikwamua kiuchumi na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Taarifa zaidi na Queen Yusuf. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Handeni katika kongamano la uwezeshwaji wa vijana kuhusu utunzaji wa mazingira kupitia mradi wa ardhi Tanga, afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri hiyo Lecho Mbelo amesema ni muhimu kwa vijana kunufaika na elimu wanayoipata kwa kujikita katika shughuli za maendeleo, hususani zile zinazowaongezea kipato kupitia uwezeshaji unaotolewa na shirika la World Vision Tanzania. Niseme miradi mliofundishwa mkatafute fedha kweli, na msiende kutafuta fedha kwa njia tofauti. Fanyeni kazi, naamini kabisa kama igizo lilivyoonyesha hapa, boresheni bidhaa zenu. Kwa upande wake, meneja wa mradi wa ardhi Tanga kutoka shirika la World Vision Tanzania Benson Mseli amesema mradi huo unalenga kuwajengea vijana uelewa sahihi wa utunzaji wa mazingira pamoja na kuwahamasisha kushiriki kikamilifu katika shughuli endelevu za kiuchumi. Mradi huu una malengo makubwa matatu. Lengo la kwanza ni kuelimisha jamii na watu kwa ujumla waweze kuelewa umuhimu wa utunzaji wa rasilimali asili hasa misitu. Lakini swala la pili ambalo ni kipaumbele ni urejeshaji wa maeneo yaliyoharibika. Kwa hiyo misitu iliyoharibika tunatumia njia ya kisiki hai pamoja na upandaji wa miti ili kuhakikisha tunakuwa na mazingira mazuri. Lakini lengo kuu la tatu ni kuwa na shughuli za kiuchumi ambazo ni rafiki kwa jamii na mazingira. Baadhi ya vijana walionufaika na mradi huo wamesema awali hawakuwa na uelewa wa kutosha kuhusu utunzaji wa mazingira, lakini kupitia mafunzo waliyoyapata sasa wana uwezo wa kutoa elimu kwa jamii inayowazunguka. Awali kabla ya elimu tulikuwa tunafanya shughuli za uuzaji wa mkaa, uuzaji wa kuni. Kwa hiyo ilipelekea kukata sana miti kwa ajili ya kupata nishati ya kupikia. Lakini baada ya kupata mafunzo mbalimbali, sisi kama vijana ya kuhusu masuala ya utunzaji wa mazingira na umuhimu wa misitu yetu, ilituwezesha sisi kutumia mbinu mbadala ambayo itatufanya tupate nishati ya kupikia bila kuharibu misitu yetu. Mimi elimu, nashukuru Mungu, imenisaidia kwamba mimi sasa nisiwe mharibifu wa kuharibu vyanzo vya misitu. Tulinde msitu. Msitu ni faida kwa jamii. Vijana zaidi ya 4,000 kutoka halmashauri ya wilaya Handeni
wamenufaika na mradi wa ardhi Tanga. Queen Yusufu, Star TV, Tanga. Wastaafu nchini wameshauriwa kufanya utafiti kabla ya kuchukua maamuzi ya kutumia kinua mgongo chao katika kuwekeza kwenye biashara ambayo hawana uzoefu nayo na kuwasababishia hasara kwenye uwekezaji wao. Tupate taarifa hii. Islamu na afisa mtendaji mkuu wa Sanlam Allianz Julius Magabe wakati wa uzinduzi wa bima ya maisha kwa wastaafu ya Salama Plani, ambapo wamesema baadhi ya wastaafu wamekuwa wakianzisha miradi ya biashara ambayo hawana uzoefu nayo ili kukabiliana na gharama za maisha za kila siku. Hukosa mwongozo mzuri wa namna ya kuitumia ile pensheni ya mkupuo kuwa na kipato endelevu katika maisha yao, na wengi hujiingiza katika miradi mbalimbali ambayo bahati mbaya haiwahakikishi kipato cha kudumu. Sasa hii Salama Plan ni yake ni kwenda kuleta suluhisho kwa hawa ambao wanapata kipato cha mkupuo, kuweka mahali ambako ataweza kupata kipato cha kudumu kwa maisha yake yote. Magabe amesema uwepo wa huduma hiyo itawasaidia wananchi wengi kutokana na wengi wao kujiajiri kupitia sekta sio rasmi. Watu ambao wameajiriwa Tanzania ni hawafiki milioni 3 au wanakaribia milioni 3. Sasa kwa nchi yenye watu milioni 60 plus, unaweza kuona kwamba gap ni kubwa sana bado la hifadhi ya jamii, na product kama hizi ni suluhisho kwa hawa ambao wanashindwa kujiunga na mifuko rasmi ya jamii. Katika hatua nyingine amesema huduma hiyo inawalenga watu wenye umri kuanzia miaka 50 hadi 70. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Wajasiriamali wadogo wa minada na masoko jijini Mwanza wamelia serikali ukosefu wa mikopo itakayowezesha kujikwamua kiuchumi kwenye biashara zao ambazo zimekuwa kimbilio la makundi mengi ya watu ikiwemo vijana ambao wanamaliza vyuo vikuu. Tupate taarifa hii. Jumanne Kombo amepata kura 536. Kilio cha ukosefu wa fursa za mikopo ya serikali kimebainishwa na viongozi waliochaguliwa na kuweka mikakati ya ushirikiano na wajasiriamali wa minada na masoko kuzifikia fursa. Tunaiomba sana serikali na sisi tuangalie kwa jicho la huruma, kwa sababu siku zote mikopo ya yoyote ile sisi kwenye taasisi yetu hatujawahi kupata mkopo aina yoyote. Na mimi nimechaguliwa kuwa kiongozi leo. Nina imani serikali itaenda kutusikiliza na sisi angalau hata sisi mwana jumuiya ambayo yuko mnadani afaidike na fedha ya mama. Jumuiya ilivyokuwa imevunjika vipande, tutaenda kuiunganisha wanajumuiya kwa wamoja hapa kwetu sisi tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Baadhi ya wajasiriamali wamesema kukosekana kwa fursa za mikopo hiyo inayotolewa na serikali kunakwamisha kundi hilo ambalo ni kimbilio la watu wengi kujipatia kipato. Na wajasiriamali wadogo ambao wametoka vyuo, shule hizi ndogo, wakiwa wamekosa ajira, wote wanakimbilia huku kupambana. Kwa hiyo pia hata serikali kwa namna ambayo inapaswa ipaangalie huku vizuri kwa mapana. Vijana tufanye kazi, tujitume kupitia mitaji yetu midogo hii pasipo kutegemea ajira za kuajiriwa. Na jumuiya kwamba wakae kwa kutulia, washirikiane na viongozi pale kunapokuwa kuna changamoto, wamuone kiongozi na shida yao itatatuliwa. Upande wa viongozi wa serikali walioshuhudia uchaguzi huo, wajasiriamali wadogo wa minada na masoko wamepongeza mshikamano ulioonyeshwa kuwa ni chachu kudumisha amani. Uchaguzi huu umekuwa wa haki na huru, nyinyi wenyewe mmeshuhudia, na viongozi watakaoenda kutangazwa mmewachagua nyinyi wenyewe. Ule ustahimilivu wetu, lakini amani ambayo tumeionyesha toka mwanzo tuiendeleze. Mwenyekiti wa jumuiya ya wajasiriamali hao mkoani Mwanza amewataka viongozi waliochaguliwa kuendeleza wajasiriamali kuzifikia ndoto zao. Viongozi ambao mtakwenda kutangazwa kama washindi, kura zetu zilikuwa ni za wazi. Tumeona fulani kampigia fulani na fulani kampigia fulani, si uhasama. Wajasiriamali wadogo wa minada na masoko zaidi ya 1000 wameshiriki kuwachagua viongozi watakaodumu kwa kipindi cha miaka 3. Mtazamaji, tunaenda katika mapumziko mafupi. Tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Endelea kuwa nami Bernard James.
nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Lipatuku Bosti zaidi, Lipatuku Bosti zaidi. Ile ofa la kibabe linaendelea ndani ya Star Times. Mteja wa Star Times Antenna lipa nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukuboost kwenda Mambo bure mwezi mzima, na ukilipa Mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakuboost kwenda Uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia Uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata ofa hadi siku 5 zaidi bure, huku kupitia ST Swahili ukifurahia tamthilia mpya kabisa ya Reborn kila siku saa 3:45 usiku bila kukosa. Lavender Fields, ushuhudie mwanamke aliyesalitiwa na kuibiwa mtoto wake akirudi kulipiza kisasi kila siku saa 3 kamili usiku. Watoto nao wanaendelea kuenjoy katuni kibao kama vile SpongeBob na Bonnie Bears kwa lugha ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:15 jioni kupitia ST Swahili. Pata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times on app inayopatikana Play Store na App Store. Star Times, lipa tukubusti zaidi. Uongozi wilayani Musoma mkoani Mara umemwagiza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri za wilaya ya Musoma kumsimamisha kazi na kumchukulia hatua kwa mujibu wa sheria katibu wa baraza la ardhi la kata ya Nyambono kwa madai ya kutengeneza mgogoro kwa wananchi. Habari zaidi kutoka mkoani Mara. Ni katika kampeni maalum ya utoaji huduma jumuishi kwa wananchi iliyofanyika katika kijiji cha Nyambono katika halmashauri ya wilaya Musoma mkoani Mara. Mkurugenzi na mwelekeza amuweke pembeni kwanza. Mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka anatoa agizo hilo na kumtaka mkurugenzi wa halmashauri hiyo kumsimamisha kazi katibu wa baraza la ardhi kata ya Nyambono kutokana na kukabiliwa na tuhuma mbalimbali. Kwa hiyo yule katibu kwanza atakaa pembeni, alafu ile nafasi yake apewe mtu mwingine, shughuli ziendelee wakati wanaangalia mgogoro wake namna ya kuutatua. Wakitoa malalamiko na taarifa juu ya katibu huyo wa baraza, baadhi ya wananchi na viongozi katika eneo hilo wanadai kuwa katibu huyo badala ya kusuluhisha migogoro amekuwa chanzo cha migogoro. Katibu huyu, ndugu mheshimiwa mkuu wa wilaya, ni msumbufu, ni muonevu, ni mnyanyasaji. Baada ya kuwa katibu wa baraza la kata, ameanza kutunyang'anya mashamba yetu kwa kufoji nyaraka. Amenunua ekari 10, lakini sasa amechora ramani ambayo inakwenda kubeba zaidi ya ekari 30. Kitu ambacho mimi sijazaliwa nikakiona kwamba shamba limebeba mimba, likaenda kliniki, likazaa shamba jingine, badala ya eka 10 zikawa eka 40. Sijui mnasemaje? Sasa hawa ndio wenye maamuzi na mali yao, sio mimi mwenyekiti. Kwa nadhani mkuu wetu wa wilaya, kwa hayo machache, ndio maana natanguliza kusema ifikie mahali watu wetu wawe na hofu ya Mungu kwa mali ya umma. Katibu amekuwa na hii ilikuwa ni desturi, ndugu wananchi. Pale ana ekari 10, akaja akachora ramani hiyo hapo, mkuu akachora ramani ikaingia ekari 40, na hizi ramani nilizipiga marufuku kwa viongozi na wanasheria wako hapa. Ramani ili iwe ramani ya serikali inabidi iwe na vigezo gani? Wananchi zaidi ya 2500 katika vijiji vitatu vilivyopo kata ya Nyambono halmashauri ya wilaya Musoma wamejitokeza kupata huduma mbalimbali zilizotolewa katika kambi jumuishi. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi.
PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Tumbaku imetajwa kuwa na mchango mkubwa katika maendeleo na kuongeza kipato na ajira kwa wananchi baada ya kuchangia zaidi ya dola bilioni 1.2 kwenye uchumi wa nchi kutokana na uzalishaji wa zaidi ya kilogramu milioni 186 zao hilo kwa msimu wa kilimo uliopita wa mwaka 2025-2026. Emmanuel Michael anafafanua zaidi. Katika ufunguzi wa mkutano wa 23 wa wataalamu wa masoko ya tumbaku nchini unaofanyika mjini Singida, mkurugenzi mkuu wa bodi ya tumbaku Stanley Mnozia ametumia fursa hiyo kubainisha mchango wa zao hilo katika uchumi wa nchi. Kutokana na zao la msimu uliopita kwenye uchumi wa nchi yetu, zao la tumbaku limechangia dola bilioni 1.2 kwenye mzunguko wa uchumi. Maana hapa tunaangalia fedha ambayo imeenda kwa wakulima, fedha ambayo imeenda kwenye halmashauri, kodi mbalimbali ambazo makampuni yanalipa, kodi mbalimbali zinazotokana na zao la tumbaku. Katika hotuba ya mgeni rasmi, mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego iliyosomwa kwa niaba yake na mkuu wa wilaya ya Singida Godwin Gondwe, msisitizo ni kwa wadau kuendelea kuweka mazingira mazuri ya uzalishaji wa zao hilo ili kuongeza kipato cha wakulima na uchumi wa nchi. Takwimu hizi zinadhihirisha wazi umuhimu wa zao hili katika mchango wake kupiga vita umasikini wa kipato kwa wananchi wa Singida. Kwa kutumia kipato hiki, halmashauri zimeweza kufanya shughuli za kimaendeleo katika jamii. Hivyo basi, kila linaloweza kufanyika lifanyike ili zao la tumbaku liweze kuchangia zaidi katika vita dhidi ya umasikini wa kipato, na sio tu kwa mkoa wa Singida tu, bali kwa mikoa yote inayozalisha zao la tumbaku. Kando ya mkutano huo, baadhi ya wakulima wanasema kuwa kushuka kwa bei ya zao hilo, gharama kubwa ya pembejeo na kutolipwa fedha za mauzo ya tumbaku kwa wakati ni miongoni mwa changamoto. Kisha walipa wakulima. Vinginevyo ili zao likwenda kupotea, kuatisha watu tamaa. Mpaka sasa tunakwenda kwenye masoko, msimu uliopita hawajalipwa, tunakuja masoko msimu huu, tunaomba kampuni, tumetoka kampuni tumeenda kampuni nyingine. Bei ya tumbaku kama nilivyosema kwamba imeshuka, lakini uendeshaji na gharama za uendeshaji wa kilimo ziko pale pale, hususan katika bei ya pembejeo tunapozungumzia NPK, kani na urea. Pembejeo zimekuwa na bei sana kuliko zao la tumbaku. Hivyo inaenda kuwasili wakulima, kwa sababu unapokuwa unauza tumbaku zako bei ya chini alafu pembejeo ikawa ni bei ya juu, kimsingi inakuwa inaleta shida sana. Zaidi ya wataalamu 600 wa masoko ya tumbaku kutoka mikoa mbalimbali inayozalisha zao hilo kwa wingi wanahudhuria mkutano huo wa siku 3 kwa ajili ya kujadili mafanikio na changamoto na kuweka mikakati ya kukabiliana nazo. Emmanuel Michael, Star TV, Singida. Kusogeza huduma karibu na wananchi pamoja na kutoa elimu juu ya athari za magendo hususan maeneo ya mipaka pamoja na majini kutasaidia serikali kukusanya mapato ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Taarifa zaidi na Frankius Cleophas. Ushauri huo unatolewa na mkuu wa wilaya ya Rorya Daktari Alfani Haule wakati akiongea na viongozi wa mamlaka mapato nchini TRA kabla ya kwenda kutoa elimu kwa wananchi juu ya athari za magendo. Tuna mpaka wa maji, lakini pia tuna mpaka wa nchi kavu, na tunapakana na nchi mbili, nchi ya Uganda na nchi ya Kenya. Magendo yapo. Kwa hiyo ziara yenu mlivyopanga kuja, mmepanga sahihi kabisa. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo nilikuwa nafikiria ambalo inaweza kutusaidia ni kusogeza hizi huduma karibu na wateja. Elimu ni sehemu muhimu pia. Kukutana na wafanyabiashara, kukutana na wananchi, kuambia madhara, lakini pia na sisi tutaendelea na ile ya ukaguzi wa mara kwa mara. Baadhi ya wananchi ambao wamepatiwa elimu hiyo wanadai kuwa sasa baada ya kupata elimu hiyo wanaenda kuwa mabalozi wazuri.
Tumeshukuru sana na tunapenda kuwashukuru sana. Huduma za TRA kwa Shirati, mara ya kwanza tuliogopa sana kusikia TRA inasogezwa hapa. Maana walipokuwa Tarime tulikuwa tukikimbia wakija kutoka Tarime na kujificha na kufunga milango. Na tuliposikia kwamba ofisi ya TRA inafunguliwa hapa tukaogopa mno. Kumbe ni watu rafiki, ni watu waelewa, ni kuongea na kujadili nao. Nimependa na wako vizuri. Ni washauri tu wafanyabiashara wenzangu kwamba tutembee katika njia iliyonyooka, tuache njia za panya. Naona kuna wafanyabiashara wadogo ambao biashara yao wanaweza kuchukua na wakapata faida kama shilingi 30,000 na wakibeba kwenye pikipiki. Hii au wafanyabiashara wadogo mngetumia utaratibu wa kiserikali wa kulipia ushuru ndogo. Vilevile elimu hiyo ya athari juu ya magendo inatolewa kwa wanafunzi ili waweze kuwa mabalozi wazuri pale wanaporejea makwao. Ni kwamba serikali isipokusanya mapato yale yote ambayo tunayapata kama maendeleo, kama huduma za kijamii, hatuwezi kuzipata, pamoja na elimu bure. Lakini pia serikali haitatoa ajira kwa Watanzania kama walimu wetu wanaotufundisha wanalipa mshahara. Sasa sheria za Tanzania ambazo zinasimamiwa na mamlaka mapato Tanzania TRA kupitia idara ya forodha zimeelekeza kwamba mzigo wowote ule unapotoka nje ya mipaka ya Tanzania sharti upite njia rasmi. Nikiripoti kutoka Rwanirolia mkoani Mara, Frank Screfas, Star TV. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za kimataifa zitafuata. Televisheni ya serikali ya Iran imerusha video ya makomando wa IRGC wakionekana kukwea kwenye meli kubwa za makontena katika mlango bahari wa Hormuz. Chaz Machugu na habari hizi. Televisheni ya serikali ya Iran imerusha video ya makomando wa IRGC wakionekana kukwea kwenye meli kubwa za makontena katika mlango wa bahari wa Hormuz. Iran imesema meli hizo zilikuwa zikifanya kazi bila ya vibali na kuharibu mfumo wa usambazaji. Hii ni kwa mara ya kwanza ya Iran kukamata meli katika eneo hilo tangu vita vilipoanza mwishoni mwa mwezi Februari. Awali jeshi la Iran liliripoti kuzishambulia meli 3 za makontena kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, ingawa hakuna mtu aliyejeruhiwa. Katika hatua hii, Iran imeapa kutokufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz kama mzingiro uliowekwa na jeshi la wanamaji wa Marekani litaendelea kuwepo licha ya kuongezwa kwa muda wa makubaliano wa kusitisha mapigano. Haya yanajiri wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kusitisha mashambulizi dhidi ya Tehran kwa muda usiojulikana kufuatia ombi kutoka kwa wapatanishi wa Pakistan ili kupisha mazungumzo ya usuluhishi. Tukiangazia Marekani. Katibu wa jeshi la wanamaji la Marekani John Fallon anaondoka katika utawala wa Rais Trump. Kuondoka kwake kutaanza kutekelezwa mara moja. Naibu katibu wa jeshi la wanamaji Hung Sao atahudumu kuwa kaimu katika nafasi hiyo ambayo kwa kiasi kikubwa ni ya kiutawala. Fallon ndiye kiongozi wa hivi karibuni wa jeshi la wadhifa wa juu kuondoka katika utawala huo katika miezi ya hivi karibuni. Kuondoka kwake kunakuja wakati wa vita vya Marekani na Israel pamoja na Iran vikiendelea, huku vikwazo vya Marekani kwenye mlango wa bahari wa Hormuz vikiendelea kutawala. Jeshi la wanamaji halijatoa sababu ya kuondoka kwake, na ikumbukwe wiki chache tu waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth alimtaka mkuu wa jeshi Randy George ajiuzulu kutoka katika wadhifa wake. Maafisa wengine wawili wa jeshi, Jenerali David Hodney na Meja Jenerali William Green, pia wameondolewa katika nyadhifa zao kwa hivi karibuni. Tangu aingie katika uongozi wa jeshi la Pentagon, Hegseth amewafukuza kazi zaidi ya maafisa wakuu wa jeshi, akiwemo mkuu wa operesheni za majini na naibu mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la anga.
Kwingineko, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amewatolea wito watu wa Guinea ya Ikweta kufanya kazi kwa ajili ya uhuru, haki na kupunguza pengo kati ya walicho nacho na masikini. Papa Leo wa 14 ameyasema hayo katika misa takatifu aliyoongoza mjini Mongomo, ambapo amezungumzia pia ukiukwaji wa haki za binadamu nchini humo na kuwaombea heri watu wa nchi hiyo. Katika misa hiyo amewaombea uhuru uongezeke na heshima ya mtu ilindwe siku zote, huku akiwafikiria masikini na familia zinazopitia magumu. Pia amewakumbuka wafungwa ambao mara nyingi wanalazimika kuishi kwenye mazingira magumu ya usafi na afya. Baada ya misa hiyo, Papa Leo wa 14 alielekea kulitembelea gereza maarufu katika mji wa Bata ili kuwapa matumaini wafungwa na kuwakumbusha kuwa kanisa liko pamoja nao. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Israel na Lebanon zimeanza tena mazungumzo kwa duru ya pili mjini Washington chini ya upatanishi wa Marekani karibu wiki moja baada ya pande hizo mbili kukubaliana kusitisha mapigano kwa siku 10. Tangu wakati huo, jeshi la Israel na kundi la Lebanon lenye silaha la Hezbollah wameendelea kushambuliana, lakini ikulu ya White House imeelezea nia yake ya kufikia makubaliano kamili ya amani kati ya Israel na Lebanon. Wakati mvutano ukiongezeka kati ya Tehran na Washington, licha ya kuongezwa kwa muda wa kusitisha mapigano, matarajio ya duru ya pili ya mazungumzo yanaahirishwa kila siku. Huko Islamabad, maisha yamesimama kwa siku kadhaa. Barabara kuu zimezuiwa, usafiri wa umma umesitishwa na karibu hakuna mtu anaingia au kutoka katika mji mkuu ambao uko chini ya ulinzi mkali. Kwa sababu hiyo, wakazi wa mji mkuu hawasafiri kwa urahisi. Watumishi wa umma na wafanyakazi wa ofisi wameombwa kufanya kazi wakiwa majumbani, na wafanyakazi wengi wamepoteza kazi zao, huku uchumi mzima ukizidi kudorora. Mtazamaji, mwisho wa habari za kimataifa. Punde habari za michezo na burudani. Victor Gyökeres for Arsenal, scores! Victor Gyökeres draws Arsenal level, and they can put the disappointing start behind them. Thread chance, couldn't get it away from Pickford. Here's Gakpo, it's a lovely thread, here's Mohamed Salah! New Merseyside derby ground, delivery now, Van Dijk! Liverpool's captain comes to the fore and wins the first ever derby at the Hill Dickinson for Liverpool. Just when you need the biggest of characters, Liverpool's biggest character of all is the hero. Tuanze na soka ambapo kocha mkuu wa timu ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 Bakari Shime ameita kikosi cha wachezaji 27 cha Tanzania Queens watakaojiandaa na mchezo wa mwisho wa kufuzu michuano ya kombe la dunia dhidi ya timu ya taifa ya wanawake ya Cameroon wenye umri huo. Bwana Shomari na taarifa hii. Mchezo wa kwanza utachezwa mjini Yaounde, Kameruni Mei 2 mwaka huu kabla ya kuchezwa mchezo wa marejeano jijini Dar es Salaam. Shime amesema kutokana na ubora wa safu ya ushambuliaji wa wapinzani wao, amekiandaa kikosi chake kucheza kitimu zaidi kwa lengo la kuhakikisha wanafanya vizuri katika mchezo huo. Hii mechi ni mechi ya kisasi. Mwaka 22 tuliweza kuwatoa wao na tukaenda kwenye World Cup na tumeanguka kwenye mikono yao tena. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba wachezaji wanafahamu, sisi tunafahamu ugumu wa mechi kwa sababu tulishaipitia tayari kwamba tunacheza na mpinzani ambaye ni bora. Kikubwa kwetu, nimezungumza awali, tunakwenda kuichukua mechi ije Tanzania. Kuichukua mechi Tanzania maana yake ni kwamba tupate ushindi, itakuwa ni jambo bora sana. Tukipata sare ni jambo bora, ama kupoteza kwa margin ndogo ya magoli ili mechi ije nyumbani. Sasa yote kwa yote maana yake ni lazima tuwe na uwiano mzuri wa kujilinda
na uwiano mzuri wa kushambulia. Shime amewaomba wadau wa soka nchini kuiunga mkono timu hiyo ili iweze kupata matokeo ya ushindi yatakayowezesha kufuzu kucheza fainali za dunia kwa wanawake. Kwa maana kwamba wafanya kazi kubwa kwenye michezo ya awali mpaka kufika kwenye hatua hii ya mwisho ya kufuzu. Kocha kwanza wenyewe wanafahamu umuhimu na wameweka jitihada kubwa kuhakikisha kwamba tunaweza kufanikiwa kufika pale ambapo tunatakiwa kufika. Lakini pamoja na hilo tunafahamu ni mchezo muhimu sana kwa nchi. Tayari jukumu lake limekuwa kubwa zaidi kwa sababu Tanzania inakwenda kufuzu kwa ajili ya fainali za kombe la dunia. Sasa kikubwa kwetu sisi kama technical staff pamoja na shirikisho la mpira ni kuhakikisha kwamba tunawawezesha wasichana kufanya vizuri kadri inavyowezekana kwa ajili ya kupambana kwenye mchezo huu ambao ni mchezo muhimu sana. Tanzanite Queens ikifanikiwa kuibuka mshindi wa jumla katika michezo yote miwili ya ugenini na nyumbani dhidi ya Kameruni, watakuwa wamekata tiketi ya kufuzu michuano ya fainali za kombe la dunia kwa wanawake walio chini ya umri wa miaka 20 itakayofanyika Poland mwaka huu. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Tukibaki katika soka la wanawake, kocha msaidizi wa Yanga Princess Brenda Chaula amesema ushindani uliopo katika michuano ya ligi kuu ya wanawake msimu huu ni mkubwa ukilinganishwa na msimu uliopita 2025, na hiyo inatokana na uwepo wa wachezaji wengi wa kigeni kwa baadhi ya timu ambazo zinashiriki ligi hiyo, ambao wanatoa changamoto kwa wachezaji wazawa. Tupate taarifa hii. Kocha Brenda ambaye anamsaidia kocha mkuu Edna Lema amesema wachezaji waliosajiliwa msimu huu wameonyesha ushindani katika timu zao, hali inayowalazimu wachezaji na benchi la ufundi kufanya kazi ya ziada uwanjani. Ushindani msimu huu, nadhani msimu yote hajawahi kuwa na ushindani kama msimu huu. Kila club inapambana na timu zinabadilika, watu wanawekeza, ushindani unakuwa mkubwa, watu wanasajili vizuri, so it's not easy. You can't compare with 5 years back. Kocha wa timu ya Alliance Girls ya Mwanza, Mirambo Kamili, anasema kila uchao timu yake inazidi kuimarika kwa kufanya marekebisho katika makosa yanayojitokeza kila mchezo ambayo hutofautiana kiuchezaji. Magoli matatu yote wenzetu wamepata ni magoli ambayo wametumia makosa yetu. Kila ambapo tulikuwa tunasahau, mtu wao anachukua mpira, anakwenda, anaweza kuscore. Ukiangalia pia ni wachezaji wa wenzetu, ni wachezaji ambao wengine ni wa kimataifa, maana wanachezea timu za taifa za mataifa ya nje. Kwa hivyo imekuwa kwetu ni ngumu, lakini tunachopaswa sisi ni kufanya marekebisho katika mapungufu ambayo yametokea kwa ajili ya mechi inayofuata. Baadhi ya wadau wa klabu ya Yanga wanazungumzia hali ya ushindani wa ligi ya wanawake nchini. Ushindi ndio kitu muhimu katika football. Haya mengine huwa ni ziada. Kwa hiyo inatutia moyo na kutupa furaha kuona kwamba timu zetu zote mbili zinapata ushindi katika jiji letu la Mwanza, lakini pia hii inaonyesha kabisa kwamba sisi watu wa Mwanza tuko tayari muda wote kwa ajili ya timu zetu. Timu inapokuja lazima tuwe nayo sambamba mwanzo mpaka dakika ya mwisho, lakini jambo la msingi ambalo huwa tunazingatia basi ni kuhakikisha sisi tunashiriki katika namna ya kuipa matokeo timu. Kama hivi timu ya kina dada hapa tumefanya kila njia yetu ni moja tu, sisi tumewasupport. Ligi ya wanawake inayoshirikisha timu 12 ipo katika mzunguko wa 14 ambapo Simba Queens inaongoza ligi hiyo ikiwa na alama 41 na kuiacha Yanga Princess ikishika nafasi ya pili baada ya kupata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Alliance Queen kwenye uwanja wa Nyamagana jijini Mwanza na kufikisha alama 36.